kuna mtoto mwenye mahitaji maalum hapa na wote tulitoka kuja kumtunza. Nielekeze ngazi ya wilaya kutoa cheti cha utambuzi na muwe mnamtambua muda wote kwa dada huyo. Ni kazi ngumu sana kulea watoto wa namna hiyo. Tuishukuru hospitali hii kwa kuwa na kituo. Hakina kituo maalum, lakini ina sehemu ndogo inahifadhi watu wenye changamoto hii. Mtu kajifungua mtoto kaja kumtelekeza Amana hospitali. Wao kama walezi wa kwanza wakaona ipo haja watafute mtu, na huyu dada ni anajitolea. Kwa tuone ipo haja jumuiya ya wazazi kwanza kumtunza huyu kwa cheti, kwa tuzo. Unajua tuzo inaleta hamasa na ari ya kazi zaidi. Ili apate ari na kazi, asiishie kwa huyo tu, aweze kuwatunza na watoto wengine. Uongozi wa wilaya, haya ni maelekezo kwamba mumtafutie cheti, lakini si cheti katika shughuli zote za umoja wa wazazi ambazo zinahusu mambo ya malezi. Najua mnafanya semina nyingi. Huyu awe anaalikwa katika shughuli zote za umoja wa wazazi kama mfano wa kuigwa, ili na jamii iweze kuvutika kwamba sasa ni wakati wa kuishi katika mazingira ambayo ni ya kusaidia wengine. Katika haya maisha ni lazima tuwe daraja la wengine na tusiwe vikwazo kwa wengine kuvuka. Mgeni rasmi, kuhusiana na huduma za ustawi wa jamii, tumeendelea kutoa huduma za ustawi wa jamii za kipekee kabisa na kufanya Amana kuwa sehemu ambayo ni kimbilio kwa wagonjwa ambao wana mahitaji maalum, na hata wazazi wengine pale ambapo wanaona mtoto wao hawamtaki, basi wanaona sehemu sahihi ya kumtelekeza ni Amana. Na kwa upekee kabisa, mgeni rasmi, naomba kwa upekee nimlete mtoto wetu anaitwa Perpetua mpate kumuona. Mtoto ambaye aliletwa hapa Amana akiwa amezaliwa na uzito wa kilogramu 1.2 na aliletwa akiwa na ulemavu wa mikono, na mama yake baada ya kukaa siku 2 hapa Amana aliamua kumtelekeza na kumwacha hapa Amana akiwa katika hali ya ugonjwa na ulemavu wake. Lakini wauguzi wa wodi ya watoto pamoja na madaktari pale walimpokea mtoto huyu, na baada ya kugundua kwamba ametelekezwa, basi wakampa jina la Perpetua, ambayo maana yake ni upendo unaozidi. Kwa hiyo mtoto huyu yuko hapa, tumekuwa tukimlea, na anayemlea ni ndugu yangu, yuko hapa, dada ambaye anajitolea naye. Dada huyu naye alikuwa ni yatima, na aliposikia historia ya mtoto Perpetua akaamua kuja kumlea. Kwa hiyo anamlea hapa Amana. Kwa dada huyu Rukia amelazwa hapa Amana kwa hiari kwa miezi 8 sasa akimlea mtoto huyu. Kwa ni fursa kwa kazi nzuri inayofanywa na Rukia na jumuiya ya wazazi, kwa sababu wazazi ndio walezi. Basi muone Rukia kazi njema anayoifanya, na pia muone mtoto huyu ambaye amezaliwa na ulemavu wa mikono ambaye analelewa, na alikuwa na kilo 1.2, sasa hivi ana kilo zaidi ya 9, na Madam Rukia ndio yuko pale kama mlezi wake. Kwa hii ni moja ya kazi ambayo inafanywa na Amana, sio peke yake Perpetua, wako wengi ambao wamelelewa hapa, baadaye tunawapeleka Msimbazi Center. Lakini kwa huyu kwa upekee wake, kwa sababu anahitaji uangalizi maalum, bado ameendelea kuwepo kwetu mpaka siku hii ya leo. Mheshimiwa, unaona jinsi ambavyo ilani inatekelezwa katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana kwa makundi yote, na naamini wazazi mmesikia na mtatunga mkono. Na kwa upekee kabisa nikiomba jinsi ambavyo muone Rukia anafanya kazi njema, basi muone naye Rukia baada ya kufanya kazi njema naye maisha yake yatakuwaje, kwa sababu ninyi ni wazazi na wazazi ni walezi. Basi taarifa imefika kwa watu husika kabisa. Tumeona hapa hospitali yetu ya Amana imekuwa hospitali nzuri, hospitali inatoa huduma bora katika hospitali za rufaa za mkoa Tanzania. Yenyewe imekuwa mshindi, lakini pia na hospitali zote zilizoko jiji la Dar es Salaam imekuwa kinara wa utoaji wa huduma bora. Lakini katika jiji la Dar es Salaam kama nilivyozungumza ni kwamba tuna vituo hicho ambacho cha Chanika kilikuwa na kimetambulika kutoa huduma nzuri. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tunaendelea kutoa huduma, na hapa karibuni tumeanza huduma nyingine. Tumeanzisha huduma za upasuaji kwa kina mama wajawazito na wazazi, huduma za uzazi, ambapo vituo vilikuwa vimeanzishwa. Kumbuka kwamba vituo hivi vilikuwa vya muda mrefu, vilianza kujengwa miaka 2017 mpaka 21 mpaka 22. Vituo hivyo sasa hivi tumeanza kutoa huduma za upasuaji mwaka huu wa fedha. Kituo hicho sasa hivi cha Segerea, kituo chenu kile sasa hivi tunaanza kutoa huduma za upasuaji, lakini pia kituo cha Zingiziwa, na sasa hivi tumeanza kile kituo cha kimkakati cha Mzinga. Tarehe 16 tumeanza kutoa huduma za wagonjwa wa nje, na tunaamini
hicho kituo cha Mchikichini mnachokiona hilo gorofa, muda wowote kuanzia sasa kabla mwezi wa 4 huenda kikawa kimekamilika. Kwa hiyo huduma zote zinaweza zikapatikana pale, lakini yote hii ni kwa ajili ya kuleta huduma karibu pamoja na wananchi. Kwa hiyo tunapenda kuchukua fursa hii kama sisi watendaji wa sekta ya afya, tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo katika mapinduzi makubwa yaliyofanyika katika sekta ya afya tunayoshuhudia leo, ambao mmeyaona, picha mnayoona hii ni kwa maana kwa nchi nzima, lakini pia kwenye halmashauri yenu vituo karibu vyote viko vizuri, vina vifaa, vina watumishi na huduma zinaendelea kutolewa kama kawaida. Tumshukuru sana Dr. Kiwelu kwa mapokezi mazuri ambayo ametufanyia, lakini ametutembeza maeneo mbalimbali. Tumejionea mambo mengi sana ambayo serikali yetu imeyafanya, lakini lipo moja ambalo limenigusa kidogo, nikasema niliseme pasipo kuchukua muda mwingi, ambao ni muda wako Mheshimiwa mgeni rasmi. Wakati naongea na daktari aliniambia wakati anahamia hapa kulikuwa na theater 3. Wakati huo kwa mwaka mmoja mama wajawazito walikuwa wanafariki 38. Lakini tangu hamia hapa kwa muda mfupi aliokaa yeye pamoja na timu yake ameweza kuongeza theater nyingine 4, jumla zimekuwa 7. Na ameweza kuokoa vifo kutoka 38 mpaka sasa hivi at least 5, 3, 4. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana amefanya. Mimi nichukue nafasi hii kukupongeza sana kwa niaba ya Jumuiya ya Wazazi wilaya ya Ilala.